mpira na tumpatie muda kidogo na vitu zitakuwa sawa. Labda Viduka hapo tu, maana unajua tunavyosema tunahitaji mashabiki uwanjani. Na nafikiri kwamba wakati unazungumza pia naona timu ya taifa ya India wanajipenyeza, wanaingia uwanjani kupasha misuli kabla ya mechi yao. Na kama alivyosema Viduka, kule nyuma mwisho utaona kuna mkuu wa idara ya ulinzi. Ukiangalia vizuri, sisemi tu kwa sababu nasema na kutenda. Inatendeka. Mama iko sawa. Hapo kwa mashabiki. Unajua kwamba nafikiri kwamba ni moja ya manifesto yake Hussein Mohamed kwamba tujaze stadi, alright? Nafikiri kwamba wale watu ambao wanaweza msaidia kuhakikisha kwamba anaweza kutimiza lengo hilo ama kuhakikisha kwamba mashabiki wanafika kiwanjani ni nyinyi ambao mnasimamia usalama. Maana iwapo mtaimarisha usalama kiwanjani, bila shaka yote mashabiki watakuja. Akipata kuna environment nzuri, mandhari mazuri, the way they wanachukuliwa vizuri, nyinyi nafikiri kwamba mko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mashabiki wanakuja kiwanjani. Kana kupiga hizo road show, lakini unaweza piga road show waje kiwanjani, lakini baada ya kufika kiwanjani the mistreatment and the handling tena wakasusia. Kwanza nitakuambia hivi, mimi jana jioni nimetoka hapa saa 8 usiku kuhakikisha mikakati na mpangilio iko salama. Saa 11:46 nilikuwa hapa kuhakikisha hakuna mtu yeyote ameingia akakuja kuplant chochote. Na ukiangalia vizuri tulikuwa na dog sweep, bomb sweep ilikuwa na ukiangalia ulipatana na wewe unaziita mbwa. Sawa? Wewe unaziita afisa. Yes. Wale ni afisa. The sniffing dogs. Technical name ni the officers. Yes. Wamekuja pale nikasikia shabiki mmoja anasema majibu yana nini? Kumbe ni maafisa wale. Hao ni maafisa wa polisi. Na ukimgusa umegusa afisa wa idara ya majibu. Utapatana nayo. So ukiangalia vizuri tunahimasisha usalama uwanjani. Kwa hivyo watu wasiogope, watu wakuje, wafurahishe macho, washerekee na nchi yao, itakuwa kitu ya maana sana. Kabisa. Of course ni Deputy Head of Security Football Kenya Federation, Bwana Viduka ama jina la kitambulisho Abdalla Otieno, akiweza kuzungumza na sisi hapa TV47. Kumbuka we are the official media partners, exclusive media partners of the 2026 Women's FIFA Series. Hamna selection nyingine inaonyesha hii ni sisi peke yetu, upende usipende. Na hii ni mwanzo tu ya kupeperusha mechi za akina dada. Sisi kama nimeseti CEO ama nimeseti waziri FK, nyinyi mjipange na hiyo information. Wanasemaga nimeshatoa order. na tukimalizia, nafikiria swali zenu nimejibu zote. Tukimalizia. Yes. Mechi ya wanadada wa Kenya Harambee Starlets na timu ya Australia itaisha 1-1. Masaa ya kawaida twende matuta ya penalty. Na hapo sasa kuna mwanadada wetu anaitwa Mwanaida. Yes. Ambaye ni captain wetu wa Harambee Stars. Mwana Halima yule Adam. Naam. Dogo kwa jina la utani atatupatia bao la ushindi. Kwa sababu atapiga penalti ya ushindi. Captain. Na hapa sasa tubaki tukikatika sasa. Bwana amekuai, manake kumalizia mtu utoa predictions. Mimi mbona naona hatuendi kwenye penalti. Mechi inaisha kwenye 90. Wajua yeye alisema alitoka hapa saa ngapi? Saa 8 na akarudi saa 11 dakika 46. Sasa mimi saa 9 na dakika 40 kutoka hapa nilinyunyiza pale maji. Wacha nikwambie, na kwanza tutafunga bao dakika za kwanza. Kama ile game tulicheza na tutafungwa ama tutafunga. Lakini bwana weka uzalendo kando. Maana Australia rejelea FIFA rankings, rejelea wako namba 36 FIFA rankings dhidi ya Malawi. Sisi tuko 121. Lakini nani alikwambia hatuwezi wapiga? Hata juzi Manchester imecheza na ile timu Leeds United. Nini ikafanyika? Haya. Juzi tu Bournemouth imecheza na Arsenal. Nini ilifanyika? Hata hiyo India imetuzidia kwenye FIFA rankings, lakini tuliwaumba. Tulipiga.
tulipiga na tukubembeleza. Mcheza kwao utunzwa na akatuzwa. Na tukutuzwa, tulifunga mtu, tulipiga. Refari hakutusaidia. Sawa, wajua. Tulipiga. Walanda hawa wawili kuna vitu wamekoroga. Dogo najua waache waende na watu wetu wengi. Ndio nakueleza wa Australia utafanya kukomboa dakika za mwisho. Alafu tuende matuta ya penalti. Penalti ya mwisho dogo. Mpaka dakika ya mwisho, filimbi ya mwisho. Hiyo ikatokea, wewe Bashiru ukitokea. Naam. Kesho utakuwa tena deputy head of security. Utakuwa head of. Nashukuru kama waniombea hivyo, nashukuru. Naam. Tunasema ni asanti. Nashukuru Tony kwa kunikaribisha hapa kwako. Karibisha mashabiki. Na utakaribia, ngoja. Tony, naona watu wako wameanza vitu. Wameanza wale waskuti. Watu wangu wa Western. Waskuti. Wameanza kutingiza mabeka. Wajua huyu ana niwapenyeze. Mambo yangu. Huko ndiko atakakokuwa Zema na Lucky. Hayo ndio mambo yangu. Ni wanajiandaa kabisa. But of course himizo lako ama shauri ambao ungependa kupatia mashabiki wakikuja. Mashabiki naomba sana tukuje mapema